Kundi la wapiganaji la Wahouthi kutoka Yemen limefanya mashambulizi mapya ya makombora kuelekea Israel, hatua iliyozua taharuki kubwa katika maeneo ya katikati mwa taifa hilo baada ya ving'ora vya tahadhari kusikika katika jiji la Tel Aviv, maeneo ya pembezoni mwa Jerusalem pamoja na miji mingine kadhaa. Mashambulizi hayo yaliwalazimu maelfu ya wakazi kusitisha shughuli zao na kukimbilia haraka kwenye vyumba vya kujikinga na maeneo salama, huku mamlaka za usalama zikianza hatua za dharura za kukabiliana na tishio hilo. Kwa mujibu wa jeshi la Israel la IDF, mifumo yake ya ulinzi wa anga ilibaini kurushwa kwa makombora kutoka Yemen kuelekea anga ya Israel, jambo lililosababisha tahadhari kutolewa mapema katika maeneo yaliyokuwa kwenye njia ya hatari. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ilianza mara moja operesheni ya kuzuia kombora hilo. Makombora hayo kabla hajafika maeneo yenye watu wengi, huku vikosi vya ulinzi vikifuatilia mwenendo wake kwa karibu ili kuzuia uwezekano wa uharibifu au majeruhi. Ving'ora vya tahadhari vilisikika kwa muda katika eneo pana la katikati mwa Israel, hali iliyosababisha hofu na taharuki kwa wakazi waliokumbuka mashambulizi ya awali ya makombora yaliyowahi kulenga taifa hilo. Video na picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha baadhi ya wananchi wakikimbilia sehemu ya maeneo ya hifadhi, huku wengine wakisimamisha magari yao barabarani ili kutafuta sehemu salama mara baada ya tahadhari kutolewa. Baada ya tathmini ya kina ya usalama kufanywa, jeshi la Israel lilitangaza kwa tukio hilo lilikuwa limemalizika na wananchi wanaweza kutoka kwenye vyumba vya kujikinga kwa kuwa hatari ya moja kwa moja ilikuwa imeondolewa. Tangazo hilo lilileta utulivu wa muda katika maeneo yaliyoathiriwa na tahadhari hiyo, ingawa hali ya tahadhari iliendelea kuwepo kutokana na uwezekano wa mashambulizi mengine. Mashambulizi hayo ya Wahouthi kutoka Yemen yameripotiwa saa chache baada ya Iran kufanya mashambulizi ndani ya Israel na Israel kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran. Kuongezeka kwa mashambulizi kutoka Yemen kunaendelea kuongeza wasiwasi wa usalama katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa wakati ambapo Israel tayari inakabiliwa na mvutano wa mipaka mingine ikiwemo Lebanon na maeneo yenye ushawishi wa makundi yanayoungwa mkono na Iran. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa mashambulizi ya aina hii yanaweza kuongeza hatari ya kupanuka kwa mzozo wa kikanda ikiwa juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano hazitapata mafanikio. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.